بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza na kutufahamisha, yeyote mtakayemkuta anafanya matendo ya kaumu Lut, basi muweni yule muingiliaji na muingiliwaji, muweni shoga na basha wake. Wafi riwaya na katika mapokezi mengine, farjumul a'la wal asfala, mpigeni mawe aliye juu ya mwenzake na aliye chini ya mwenzake. Staili yoyote walioitumia, awe muingiliaji ndiyo yuko juu au muingiliwaji ndiyo yuko juu, vyovyote tavyokuwa, wapigwe mawe mpaka wafe. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الحاكم صحيح الإسناد. وفي كيفية قتله خلاف، namna ya kumuua shoga na bahasha wanazuoni wametofautiana. Wako walioeleza yuqtalu bisayfi kalmurtadi, wawili hawa wauawe kwa upanga kama yule mtu aliyortadi, namna anavyoadhibiwa kwa kuuawa kwa upanga, basi na huyu naye auawe kwa upanga. Wa hadha ma sahahu an-Nawawi, kauli hii ndio aliyosema ndio kauli sahihi namna ya kuwaua hawa wanaofanya matendo ya kaumu Lut. Al-Imam an-Nawawi amesema hii ndio kauli sahihi, chukulia upanga wakati vichwa vyao wafe. Kauli nyingine, yurjamu li ajli riwayat al-ukhra, apigwe mawe kwa ajili ya mapokezi mengine tulioeleza. Na kauli nyingine, yuhdamu alayhi jidaru, wawili hawa watawekwa katika jumba bovu kabisa lenye ukuta mnene, alafu lile ukuta lisukumwe, waangukiwa na ukuta huo, wafie kwa tukio hilo la kuangukiwa na ukuta huo hao basha na shoga. Au yurma min shahiqin hatta yamuta akhadhan min adhabi qaumi Lut, au huyo shoga na bahasha wake wachukuliwe wapeleke sehemu ya juu, kama ni kwenye gorofa au mlima mrefu juu kabisa, kileleni kabisa juu ya mlima, alafu wasukumwe kutoka sehemu ya juu, kama ni gorofa 20-30 juu huko, wasukumwe kwenda chini kutokea juu, wakaanguke hata yamuta, mpaka wafe, akhadhan min adhabi qaumi Lut. Haya yote wanafanyiwa watu hawa ikichukuliwa ile adhabu ya watu wa Lut walivyofanywa na Mwenyezi Mungu, ile ardhi ilivyobadilishwa juu chini, chini juu, na hawa nao waangushwa kutoka juu sehemu ya juu mpaka wafike chini wafe. Hivi ndivyo wanavyotakiwa waadhibiwe hawa watu wanaoharibu jamii, wanaharibu watoto, wanaharibu vijana, wanaharibu nguvu kazi na wanaharibu watu. Watu wakiwa katika hali kama hii, taifa lijalo, tunataka wanajeshi shupavu, tunataka watu wenye nguvu. Hawa watu ronyo yake watakuwa katika hali ya namna gani? Kwa hivyo, ndugu Waislamu na ndugu wasio Waislamu, sisi katika sheria yetu ya Kiislamu, adhabu ya watu hawa ni hii, lakini tunaeleza Waislamu kwamba jambo hili ni haramu na hukumu yake ni hii. Sasa wewe kama kiongozi wa serikali ya mtaa, serikali ya kata, serikali ya tarafa, serikali ya wilaya, serikali ya mkoa, serikali ya nchi, utakwenda kuulizwa, utapofumba macho tu utaulizwa, haya yalikuwa haramu, kwa nini ule yaruhusu katika nchi ikatumika? Jukumu letu ni kuwafikishia kuwa haya muyaondoe ninyi viongozi wa nchi. Wallahu a'lam wa a'lam.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.